ikoje, sio vibaya sana. Mimi sijanunua hivi karibuni. Katika baadhi ya maduka ya rejareja. Sasa agizo hili lilitolewa Jumanne mjomba. Na ndio maana tumehesabu hivyo baada ya Wizara ya Viwanda na Biashara bwana kuwaita wazalishaji wa saruji kwenye kikao hicho cha dharura kujadili kupanda kwa bei na changamoto upatikanaji wa bidhaa hiyo. Kupitia kwa katibu mkuu wa wizara hiyo Rajab Salum amesema wazalishaji wamepewa hadi Agosti 28 kutekeleza hatua za kuongeza upatikanaji wa saruji na kushusha bei. Nini kinaendelea huko sokoni? Kwanza karibu sana engineer. Sio mgeni, ni mwenyeji, mshikaji wetu tu. Nini kinaendelea huko sokoni? Jana wakati tunazungumza na wewe kukuambia uje utusimulie, ukatuambia nipo sokoni huku. Balaa. Sielewi. Kwa kweli huko sokoni ni sio mchezo. Kwanza nimesikia hilo agizo, ni jambo zuri, lakini mimi naona kuna changamoto bado. Kwa sababu ili zoezi la cement kupanda limechukua muda mrefu kwa sasa. Kwa sababu jiulize, tuna kama mwaka sasa hivi cement imepanda kutoka shilingi 13,000 mpaka shilingi 26,000. Hebu niambie, kuna gap la nusu kwa nusu hapa. 13 mpaka 26. 13 mpaka 26, 22. Kwa mtu ambaye kwa mkoa wa Dar es Salaam anauza shilingi 22,000. Ukienda Bukoba wapi huko ni kwa mpaka 30 mfuko wa cement unafika. Sio, unanielewa vizuri? Sasa tukiangalia hapa kwenye hichi kipengele ni kigumu. Mimi ningetamani kushauri kidogo hapa ili kumrahisishia huyu Mtanzania wa kawaida. Kwa sababu serikali inatakiwa ipunguze, kwa sababu wazalishaji wa viwanda vikubwa wao wanalalamika gharama za malighafi, gharama za uzalishaji zimekuwa na tozo na vitu vingine vimekuwa vikubwa. Unakuta sasa yeye hawezi kupata faida. Akishauza mpaka kumfikia huyu mteja wa kawaida ambayo ni kina sisi inakuwa ni changamoto. Gharama na kuna tofauti mkubwa wa bei kutoka kiwandani mpaka kuja kwa huyu mtu wa mwisho, inakuwa gharama kubwa sana kuinunua. Hivi jana ulinuaje kwanza? Jana mimi nilinunua simenti shilingi 22,000 kwa Dar es Salaam. Na hiyo ni bei ya jumla. Na ulikuwa rejareja. Ulikuwa hiyo bei ya jumla. Sasa rejareja kwa mimi si lazima idondokee kwenye 26 hivi 25 kama ambavyo imezungumzwa. 22 jumla. Kwa sababu unanunua nyingi. Nimenunua mifuko 400. 400. Mjomba 22. Kweli ndio maana tunazungumza na engineer. Nondo, ulikuwa hebu tupe scenario ya jana ilikuwaje hapo dukani, na mpaka tunakupigia tunakualika unatuambia ndugu yangu nimetoka kuumia kwenye nondo hapa. Vifaa vingine ambavyo pengine vimepanda ni vipi, na inapopanda kama hivi inamuumiza huyu anayejenga, yani wakina sisi hapa, au wewe engineer ndo unayeumia? Anzia kwanza kwenye scenario ya jana afu tuje kwenye hili swali langu. Kwa scenario ya jana ilikuwa kwa sababu unajua sasa hivi unakuta unafanya tathmini na client, unampa quotation, client anaikubali quotation, alafu mnaingia mkataba. Hata kama kuna kidogo tunasema kuna emergency, lakini bado unakuta emergency yenyewe inazidiwa. Unakuta emergency ambayo umeweka inazidiwa, na wewe kwenda kurudi tena kwa client inakuwa ni changamoto. Na baadhi ya client wao hawaelewi, yani mshaingia mkataba mkienda tena mkae chini kwa sababu ya vitu kupanda bei, mfumuko wa bei, anakuambia mimi ndio tushamalizana. Ukiangalia kazi watu shakufanya, kwa unaenda kwa kulilei, unaonekana wewe una changamoto. Kwa mfano mimi nilimpa client kama wiki 2, nimempa client bei ya mfuko, na niingizia pesa tayari. Bei ya mfuko shilingi 19,000 wa cement. Nimekuja kununua cement, kwanza ilikuwa hamna. Amekuja kuingiza pesa simenti shilingi 22,000, kuna ongezeko la shilingi 4,000. Kuna iwaza hiyo kwamba unafanyaje ikifika scenario kama hiyo? Shachukua hela ya mtu afu imepanda katikati ya kwa hiyo unajikuta sasa engineer unaumia pia. Unaumia kwa sababu wewe ndio uingie gharama. Wewe inabidi uingie gharama. Kwa sababu yani wengine wanakuelewa, kuna mtu mwingine hawezi kukuelewa, naona mimi tushamalizana. Kwa hiyo inatupa wakati mgumu sana. Mfano jana mimi nimenunua simenti mfuko 400, mfuko moja imenunua kwa 22,000 bei ya jumla. Na nondo nimenunua kwa tani, kwa sababu tani tunakuwa na milioni 1 kama na 800,000. Sasa tunanunua tani milioni 1 na milioni 2 na 100,000. Mpaka milioni 2 na 200,000. Na inategemea na aina ya nondo, kwa sababu kuna BS 300, BS 500, kuna 0 BS. Kwa hiyo bei zinatofautiana. Lakini zimepanda kwa asilimia kubwa. Yani kwenye tani moja unaongeza 300,000, sio la ndogo. Kweli kulitoka milioni 1 1,800,000 mpaka 1,200,000. Kama 300,000 sio hela ndogo kwa tani moja. Ni pesa nyingi sana. Sasa mimi hapo umezungumza upande wake. Nilikuwa natamani yani wapi ambako wewe unaumia, wapi sisi sasa huku wewe, kwa sababu unatujengea sisi.
uhalisia wa wale ambao unawajengea wakina sisi, mambo yakoje sasa hivi kwenye swala hili la ujenzi? Mambo magumu, sio mambo mepesi, kwa sababu watu wengi ambao wanatamani kujenga wengi wana sita, wana delay. Unakuta mtu alikuwa na budget labda milioni 20 aanze project, unampelekea budget ya milioni 30, anakuambia siwezi, navumilia kwanza. Sasa kama anasema siwezi, nasubiri, najipanga tena upya, maana wewe uko nyumbani tena kazi hauna. Sijui unanielewa vizuri. Sasa hii inakuwa inambana kila mtu. Ake wote yani kila mtu anaumia, anashindwa kucover. Mimi napendaga zile hesabu mjomba, kabla hujauliza la kwako hilo. Kuna zile unakuta sisi tuliojenga, lakini tuliojenga unapigiwa hesabu kwamba Lupokela bwana, baada ya kufanya tathmini kiwanja chako, ili tutoke tu pale chini kwenye kiuno, tunazungumzia labda mifuko ya simenti labda 50. Umeelewa Alafu tutoke hapo tupige mkanda bwana, tunazungumzia nondo kadhaa. Sasa nilikuwa natamani tuje kwenye zile hesabu, yani maumivu, tunapozungumzia maumivu, ili tuelewane kwamba engineer, tunatoka kwenye labda mifuko 50, sasa hivi tunazungumza mifuko mingapi baada ya kupanda hela hii tu ndogo. Si umeelewa vizuri? Okay. Yani kwa mfano labda yani unipe ile uhalisia. Kwa mfano mimi nyumba yangu labda tuseme ya vyumba vitatu. Mfano lakini ambayo vyumba vitatu ambayo classic na kila kitu. Ili mwingine aelewe inapopanda hivi tuna mali inakuaje. Sasa yani kwenye vyumba vitatu sasa tunatoka labda kwenye tofali. Kwa sababu sina tofali pia zitapanda, sio? Kwa hiyo sasa nitaka hiyo hesabu ndogo kwamba zamani mtu alikuwa anafahamu ili ajenge nyumba imekamilika vyumba vitatu bwana, tofali 500 sio 800. Kwa kifupi tumtishe kidogo. Okay. Sasa tunamtisha bwana, ajue uhalisia akienda sokoni. Anajua kujua uhalisia. Yani ajue uhalisia. Ili asiogope, maana vijana si ndo nguvu ya taifa. Ni kweli, asitishike. Sasa tukitishika itakuwa ni changamoto. Safi engineer. Ajue uhalisia ili kwamba sasa hivi kumbe ajiandae. Mfano mdogo ambao unajenga labda nyumba vyumba vitatu, sebule, jiko, dining, kitchen na vitu vingine. Ulikuwa utumia labda foundation, labda tofali tuseme 2000. Maana yake ni kwamba ilikuwa ni tofali kwa shilingi 1200 mpaka 1100, nafika sasa tofali 1600. Kwa kuna ongezeka karibu shilingi 400 pale. Ndio ni kweli. Cement ilikuwa shilingi 15,000, 14,000. Kwenye 22 tunaongezeka shilingi 8,000 mpaka shilingi 7,000 hivi. Maana yake ni karibia nusu inaongezeka ya pesa. Kwa hiyo maana yake kwamba ulikuwa utumie mifuko 50, utakwenda kwenye mifuko 80 mpaka 70. Kwenye gharama, yani gharama itabaki 50, lakini gharama yake sasa ilikuwa ununue semeni mifuko 80, utaona kununua mifuko 50. Okay. Umeelewa vizuri hapo? Yes, hapo sasa tuko sawa. Ulikuwa ununue tofali 2000, utaenda kununua tofali 1200 au 1300. Kwa hiyo zinapungua. Kwa maana yake ni kwamba utakuwa unajikuta gharama zinaongezeka karibia nusu ya project. Au ongeze mzigo pale. Unajua maana kuongeza mzigo mjomba? Si tofali 2000 ulikuwa unanunua labda kwa milioni, mfano tunasema labda ilikuwa milioni 1 na laki 8. Kwa sababu tunazungumzia milioni 2 labda na laki 6. Mimi napenda hesabu. Kwa hiyo maana tukibaki hapa unakuta gharama zimekuwa kubwa na watu wengi wanashinda kuafford. Unakuta wanaojenga sasa kuna vitu viwili sasa hapo. Uaminifu na uvumilivu. Ni kweli. Uaminifu unabaki kwa engineer. Yani kwamba bwana mkubwa gharama zimepanda na mimi sitaweza kufanya kazi chini ya kiwango. Naomba tuvumilie, yani tujipange upya mpaka tufikie tuweze kuafford. Unakuta fundi mwingine sasa kwa sababu sio muaminifu, alikuwa atumie cement ratio ya mifuko ya ndoo 7, atatumia ndoo 15. Maana yake ni kwamba atajenga kitu chini ya kiwango ambacho wewe kitakuasili. Unaelewa vizuri hapo? Unakuta zile pia athari zinakuja hata kwenye uimara wa kitu ambacho kwa sababu utasema gharama zangu ziko ndogo na naona kwamba ili nimalize nipate kazi nifanye, unakubali kufanya kazi kwa kiwango kidogo ambacho tayari huwezi kuafford. Kwa utafanya kazi chini ya kiwango ili kumridhisha mtu, lakini baada ya miaka 2 tayari ishakuwa tatizo. Yes. Hapo nimekupata. Amekuja kijana kujenga lazima tujenge. Hata saruji iwe mfuko 50,000. Kujenga ni lazima. Amekuja kijana ambaye anatamani hali ishakuwa hivi. Wewe ni engineer, anatamani umshauri kwamba pamoja na hali hii ilivyo unaweza kupita njia hii ukapata nyumba ukajenga.
Mnamshauri kufanya nini, kuanza kupitia njia gani ambazo zitamsaidia pamoja na yanayoendelea yote, lakini bado awe na hiyo mentality na aweze kusimamisha mjengo wake? Jambo la kwanza ambalo naweza kumshauri kijana kwanza ni kupunguza matumizi yake ambayo sio lazima. Unajua vijana wengi sisi starehe tunaendekeza, tunafanya vitu vingine ambavyo nje ya box. Kwa ukitaka kuamua kujenga, maana yake ni kwamba kwa sababu gharama zilikuwa ziko juu saizi. Kwa hiyo kuna baadhi ya vitu unapunguza. Ulikuwa unakunywa bia 5 unaenda kanywa bia 2. Au waache. Au waache. Ulikuwa unakunywa bia 5 unywe bia 2. Kunywa bia 2. Au waache kabisa. Kwa kifupi, kijana acha bia ujenge. Maana yake ni kwamba utaanza kumtafuta mtu wa tofali, utatafuta kiwanja labda unacho, utaenda kwenye tofali, utaanza kuwekeza pesa kwenye tofali kidogo kidogo mpaka utajikuta unafikia malengo. Utaanza project kidogo kidogo, utajikuta unamaliza, kwa sababu kwa maisha yetu sasa hivi kupata milioni 50, 100 ya pamoja, kusema uanze kujenga nyumba yako mpaka ikamilike uingie ni changamoto. Kwa hiyo tunaenda vile ambavyo kipato tunachokipata. Upata kimshahara chako cha milioni 1, utaenda dukani, utapeleka pale, utalipia tofali, utalipia mbao. Ukipata hivyo unajikuta baadhi ya material umeshaandaa ya foundation nzima, na mtafutia la fundi, bwana fundi na milioni 1 yako au milioni 2, naomba kazi yangu ianze, itaishia hapa. Nitajipanga tena, nitaenda mpaka unajikuta unafikia malengo. Lakini lazima uamue, kuna baadhi ya vitu punguze, uache, ili uendelee na kile ambacho unakita. Huyo ni yule ambaye anaanza kabisa mpya, labda kama mjomba. Lakini kwa yule ambaye mimi nilikuwa na tayari nipo kwenye, wanasema nipo kwenye mwendo, mambo yanaendelea na nilikuwa napiga mzigo vizuri kabisa wa ujenzi. Imetokea kama hivi, na wewe tulishaingia kandarasi na mambo yakawa kama hivyo alivyo sasa hivi. Nataka kuingia kwenye low budget. Unanishauri niendeleze ujenzi kwa namna gani, au nastahili au natakiwa nisimame niache? Umezungumza kidogo kidogo, sawa, lakini natamani uichanganue kwamba mimi wa low budget naingia vipi sasa hivi kwenye kuendeleza ujenzi nilionao, kwamba bwana nifanye hivi sasa hivi, twende hivi. Nishauri mimi hapa tuondoke. Kwenye upande wa low budget, kwa sababu ili upate kitu bora, cha kwanza lazima pia mkubaliane na kile kitu kiwe bora. Lazima pia na wewe uangalie hali ya risk. Sasa ulikuwa utumie wiki 2, lazima utatumia wiki 3. Kwa uvumilivu wako utakuwa ni kitu cha msingi zaidi, kwa sababu lengo ni kufikia malengo aliyokuwa mazuri. Lakini ukisema kwa sababu na low budget nilikuwa nimepanga wiki 3 niwe nimemaliza, lakini zitakwenda wiki 6, maana tena unakula mshahara wiki zingine 3 mbele ili utimize lengo lako. Kwa lazima hapa sasa kuwa kuna uvumilivu na makubaliano, kwa sababu huwezi kufanya kitu chini ya kiwango, kwa sababu budget imekuwa kubwa. Na wewe sema bana, kwa sababu nilikuwa natumia wiki 1, pesa yangu nafanya kazi bado shilingi 10,000 kila siku, kwa maana ndani wiki 1 ndio kwa nimemaliza. Maana kwamba lazima utakuwa umetumia wiki 2 ili kutimiza lengo lako. Kwa hiyo kuna baadhi ya vitu hutafanya ili utimize hili kwanza, afu baada ya hapo uendelee na safari nyingine. Sijui tunalaona vizuri hapo. Nikiwa na shilingi ngapi naweza nikawa na nyumba bei ya chini kabisa ambayo kijana anaweza kusema kumbe mimi naweza pia nikajenga bana. Kijana ambaye ndo hataki nyumba, unajua kuna tofauti ya mjomba ya kuwa na nyumba na kuwa na nyumba ya ndoto zako. Achana nyumba ya ndoto zako. Tunataka kijana apate nyumba. Apate nyumba ya kujistiri, tunasema. Ya kujistiri, ya kuishi. Ya kawaida. Nyumba ya kawaida, kwa mfano ukijenga nyumba vyumba 3, sebule, jiko, dining, baadhi vile vitu vyote ambavyo vinahitaji kama ndani. Kwa gharama ndogo kabisa inaweza kupata kwa milioni 40 mpaka 50. Hiyo nyumba ni standard. Milioni 40 mpaka 50 kwa kipindi kwa mpaka 35. Kwa sababu sasa vifaa vimepanda, kuna lazima itaongezeka. Ila nyumba ambayo ukitaka tena isogee kidogo, ni nyumba kidogo perfect, maana milioni 70 80 nyumba inakuwa iko perfect. Lakini mjomba, hizo usizitafute zote kwa mara moja. Unaelewa vizuri. Hapa nilikuwa namuanza kijana ambaye analipwa mshahara milioni 1.5. Au unatoboa? Unatoboa. Si ndio? Unatoboa bwana, kila mwezi hii milioni 1 hii namkabidhi fundi. Unapewa kila mwezi on time. Milioni 1.5. Na nusu on time. Milioni 1 namkabidhi fundi. Anatoboa. Si ndio? Unamaliza. Kwani kwa mfano kama sasa hivi kwa mtu ambaye analipa milioni 1.5. Wewe unachokifanya kwanza unamtafuta engineer wako ambaye atakufanyia project. Mtafanya tathmini, yani mtafanya quotation, mtaandaa mchoro, utajua budget ya nyumba yako. Sawa bwana, labda kama ni milioni 50 au 60, si ndivyo? Kwamba nyumba mpaka inakamilika na ingia na milioni 60. Atakuandikia material yanayohitajika yote yale ya muhimu ambayo yanatakiwa yawepo, hata kama kwa kuweka sehemu hayaharibiki. Kwa mfano tofali, hizo nondo, kokoto,
mchanga, wenyewe haviharibiki, vipo tu pale vinakaa. Kwa hiyo unaanza kukusanya vile vitu ambavyo vya muhimu kidogo kidogo unakusanya wewe mwenyewe, yani usihangaike na fundi kumtumia hela, kwa sababu fundi naye anataka kana mambo yake. Sawa, unakusanya vitu vyote vya muhimu vinakuwa viko pale site. Ukimaliza mambo na fundi utumbakiwa na cement ambayo ukiweza kama miezi 2 itaharibika. Si ndivyo una shingapi, mnapiga toto yako shingapi, na maliza ambaye sasa tunaanza. Tutaanza kidogo kidogo kwa awamu. Hata kama una matili yote, kombe langu kila mwisho wa mwezi nitakuwa nakupa milioni 1 ya ufundi. Kwa hiyo nikikupa leo milioni 1 kwa ya ufundi, tutakutana mwisho wa mwezi tena. Maana yake ni kwamba matili si unayo, fundi ataanza kubageni pale kombe langu nimepewa client wangu, yeye anachukua hela mwisho wa mwezi. Maana yake ni kwamba kwenye kipindi chote mimi inabidi hii hela niweze kumanage ili kazi yake iende na mimi niweze kufika site kwa wakati na nifanye kazi vizuri. Lakini ukisema umpe fundi milioni 1 kila mwezi, fundi naye ni binadamu. Ndipo namlaumu baadaye. Yes. Bwana unajua umekula. Kama shida inakuwa na njia. Siwezi, kumbe wewe ndio ulitengeneza mazingira. Ilifika sehemu nikawa tunagombana. Kwa hiyo kusanya tu wale material muhimu. Nondo, tofali, kokoto, mchanga unaweka site. Sawa. Sasa kabla hatujamrudisha kule kwenye issue ya vifaa vya ujenzi kupanda kitu kama hicho, mimi bwana enzi tuna najenga hivi, moja ya kitu ambacho nilikuwa naambiwa ukifika bwana finishing kiboko kabisa. Kuna hiyo nadharia. Shaanza kutaja majina ya Kiingereza. Ya Kiingereza. Hivi uhalisia ukoje na kwa nini huwa iko hivyo? Mimi sijafika huko. Ngoja ni mwisho kuna. Yani wanazungumza bwana. Unajua nini hizo? Tukiwalisia kati ya finishing na jengo lenyewe kwanza kulijenga, hapana utofauti mkubwa. Hapana utofauti mkubwa sana, kwa sababu nyumba ukishaijenga, ukishaipaua, labda kama itakuwa umetumia milioni 25. Kwa sisi tunaojenga magorofa kwa mfano. Gorofa iko, kwa sababu gorofa ni nyumba 2 kwa mmoja. Ili unatakiwa ulijue. Kuna usema finishing ni gari, unafanya finishing ya nyumba hizo nyumba 2 gorofa. Na kama ni gorofa moja unafanya kazi nyumba 2. Finishing ni vile ambavyo unataka finishing yako iweje. Mfano mdogo, na tiles. Tiles hizi ziko za aina nyingi. Kuna tiles ya square mita 1 200,000, square mita 1 na square mita 1.7 inauza 45. Hiyo ni tiles hiyo. Ila kuna tiles ya square mita 1 box moja inajenga square mita 1 200,000 square mita 1. Iko tiles ambayo inauza inajenga square mita 1.5.4 ambayo inauza shilingi 40,000 35. Sio naelewa vizuri hapo. Kwa kuna 100 kule kuna 200. Kuna 100, kuna 200, kuna 80, kuna laki na kidogo, kuna nini. Kwa hiyo vitu vyote wewe unaamua. Sasa kuweka kitu cha bei gari haimaanishi kuwa bora. Okay. Sawa vizuri hapo. Ubora unatokana na yule ambaye anafanya ile kazi. Kwa hiyo unaweza ukanunua tiles za bei rahisi, ukajenga nyumba na mtu akapita akasema jamaa yule amejenga nyumba kali. Sawa, tukurudishe kwenye kupanda huku. Umetuambia hapo mfano mkataba umeshaingiwa, alafu ndio la kutokea kama hivi. Mnafanya nini kama maengineer mnapokutana situation kama hiyo? Alafu nini ushauri wako pia kwenye hiki ambacho tunachoendelea sasa hivi? Nini kifanyika itapunguza? Kuna dalili kuja kushuka bei tena au ndo tunaondoka hivi? Kama kwenye nauli. Mimi nataka kushauri hapa. Kwanza ni shauri serikali yangu pendwa. Na ishauri kwa hasa Wizara ya Viwanda na Biashara. Na ni wizara ambayo inawaumiza. Yani sisi tunaumia walaji wa mwisho, kuanzia chakula. Kwa mfano sasa hivi kila kitu kiko bei. Yani ukienda dukani kila kitu kiko juu. Maana ni kwamba Wizara ya Viwanda na Biashara inatakiwa ifanye tathmini ya kukaa na hao wazalishaji. Tolee mfano, sisi hapa tunazalisha gesi nyumbani. Si ndivyo? Tuna umeme wetu ambao tunatakiwa siku tunajinasibu umeme huko mkubwa ambao ndio vitu vizuri kwenye viwanda uendeshaji. Sasa kama umeme tunao, gesi tunayo, si ndivyo hata kama mafuta yamepanda bei, kama tuna baadhi ya vitu tunazalisha sisi wenyewe hapa nyumbani na nishati tunaipata hapa nyumbani, kwa nini vitu vipande bei? Mfano nitolee gesi sasa hivi mitungi ya gesi ni shilingi 28,000 kwa mtungi mdogo ule. Na kama kweli gesi inatoka hapa nyumbani, kwa nini gesi hiyo 28,000 mtungi mdogo? Sasa hapa maana vitu vyote hivi kuna ile inayokuja ile, afu kuna ile ya mimi yani kitu ambacho naona ile inayokuja, afu ile gesi inayokuja ni iko chini kidogo kushinda gesi ya kwetu. Kwa hiyo hivi vitu lazima tuviangalie. Serikali na ishauri ikae na wazalishaji wa viwanda vikubwa ili wapunguze gharama za uendeshaji na tozo na kodi zinginevyo,
ili huyu Mtanzania wa mwisho apate bidhaa kwa bei pungufu ili iweze kumsaidia na yeye kunufaika. Kwa sababu huyu mtu unamuuzia gesi, tule mfano unamuuzia simenti 22,000, 26,000, hana ajira, ana unga. Si ndivyo unamsaidia nini? Inakuwa mtihani kidogo. Ni mtihani kwake. Na wewe lakini wewe fundi lako iko pale pale. Mimi naweza kawa nimefundi. Yani kwa mfano sasa kuna kitu ambacho watu hawajuagi. Client yeye anapokuwa anaingia project, mtu wa kwanza anabanwa ni fundi. Acha bana. Huo ndio kweli. Yani fundi. Wewe si mzigo wako uko pale pale. Iko hivi. Mimi unakupa quotation ya vifaa labda milioni 200, si ndivyo? Ambavyo dukani ukienda utapunguza labda shilingi 10. Fundi anakuambia anamwambia client, kazi yangu hii utanipa labda milioni 50. Client atakwambia mimi na milioni 30, kashakata 20 nzima. Wewe ukiangalia huna kazi nyumbani. Sawa, uko nyumbani na project iko pale imekaa. Ukipiga hesabu nikae tu nyumbani. Wacha nichukue hii kazi kwa ile milioni 30 ambayo kwako wewe ilikuwa tunapata pesa ya kula. Afu inakuja scenario ya kwamba vifaa vimepanda. Kazi itachukua muda mrefu, ilikuwa chukue siku 10 itachukua siku 20, ile pesa lazima itakukata. Sasa hapo kirudi kwa client lazima awe yeye ni muelewa kwamba bwana tulikubali